Mwenyezi Mungu ameumba viumbe vingi sana vya ajabu. Leo hii nakuletea kiumbe cha ajabu kabisa ambacho kinaitwa kaa. Kaa ni miongoni mwa viumbe vya ajabu wanaopatikana katika bahari, mito na hata maeneo ya nchi kavu yenye unyevunyevu. Watu wengi wanamfahamu kwa muonekano wake wa kipekee na mwendo wake wa pembeni, lakini wachache wanajua kwa undani uwezo wa sifa zake za kushangaza. Kimsingi, kaa si ndege bali ni mnyama wa kundi la viumbe wanaoitwa crustaceans, wanaohusiana kwa karibu na kamba ama uduvi. Moja ya uwezo mkubwa wa kaa ni makucha yake yenye nguvu. Makucha haya hutumika kama silaha ya kujilinda dhidi ya maadui ambao wanawasaka kama chakula. Lakini pia kaa makucha yake kwa ajili ya kukamata na kuvunja chakula, yani ana uwezo wa kukamata chakula tofauti tofauti. Kaa anaweza kushika mawindo yake kwa ustadi mkubwa sana kwa kutumia haya makucha, jambo linalomfanya kuwa mtafutaji mzuri sana wa chakula. Sifa nyingine ya kuvutia ni gamba lake. Kaa ana gamba gumu linalofunika mwili wake. Gamba hili humlinda dhidi ya hatari nyingi, lakini pia humlazimu kubadilisha ngozi, yani hii kwa Kiingereza inaitwa molting, kadiri anavyokuwa. Wakati wa kubadilisha gamba, kaa huwa dhaifu sana, anaweza akadhoofika, hivyo hulazimika kujificha hadi gamba lake liwe jipya na liwe imara zaidi. Jambo lingine la kuvutia watu wengi ambalo hawalijui ni kwamba kaa ana uwezo wa kukuza upya umbo lake ama viungo vilivyopotea. Ikiwa atapoteza mguu au hata sehemu ya kucha, anaweza kuirejesha tena baada ya muda mfupi tu. Huu ni uwezo muhimu unaomsaidia kuendesha na kuishi hata baada ya kukumbana na hatari zaidi, kama ambavyo natazama hapo. Pia kaa wengi wana uwezo wa kuishi katika mazingira tofauti tofauti, ingawa hupumua kwa kutumia gills kama samaki. Baadhi yao wanaweza kuishi nje ya maji kwa muda mrefu, mradi tu wanapata sehemu yenye unyevunyevu wa kutosha. Hii ndiyo sababu inayoweza kuwaona kwenye fukwe au hata kwenye mashimo ya mchanga. Cha kushangaza zaidi ni kwamba kaa anavyojilinda kwa mbinu na akili. Baadhi yao hujificha kwa kujifunika mchanga au kujichanganya na mazingira yao ili wasionekane kiurahisi sana. Wengine hutumia mashimo kama makazi salama na hata kuyatumia katika mtego ya kuweza kufanya mawindo yao. Kwa ujumla, kaa ni mnyama mdogo lakini mwenye uwezo mkubwa wa akili na ambaye anaishi katika mazingira tofauti tofauti, uwezo wa kujilinda na kukabiliana na mazingira magumu sana. Licha ya kuonekana kawa kawaida, pengine umeshawahi kumwona katika maji au katika bahari, lakini ndani yake kuna mbinu nyingi sana za kipekee ambazo zinafanana na miongoni mwa viumbe wa baharini wenye kuvutia na wenye upekee zaidi. Huyu ni mnyama ambaye anaitwa kaa.